Okay, so leo nataka kusema hivi, tuna makanisa mengi sana, tuna madhehebu chungu mzima, lakini watu ambao wanaitwa Wakristo au wanaoenda makanisani wamekuwa ni mategemezi sana. Mategemezi, wanataka kuombewa, wanataka miujiza, wanataka yani kila kitu cha kuhusu kiroho wao wanataka hudumiwe. Unamfuata askofu, unamfuata mchungaji, unamfuata askofu, unamfuata mchungaji. Okay, kwa upande mmoja inawezekana isiwe kitu kibaya sana, lakini kwa upande wa pili, hawa maaskofu na wachungaji wanafanya nini na hawa watu? Nafikiri hapo ndo shida kubwa iliyokuwepo, kwa sababu hata Yesu wakati ule aliwa rebuke Mafarisayo wale. Farisayo akamwambia kwamba ninyi wenyewe hamtaingia huko, lakini mnawazuia hawa kuingia kutokana na jinsi walivyokuwa wanaishi, matendo yao na maneno yao ni vitu tofauti, lakini pia jinsi ambavyo walivyokuwa wamekaza zaidi kwenye upande wa ubinadamu, mipango na taratibu, lakini sio actual ufalme wa Mungu. Sasa shida iko wapi hapa? Shida iko pale ambapo tunawadanganya watu kwamba kwenda kanisani ndio wokovu. Tunapowadanganya watu lazima nikuombee. Tunapowadanganya watu sijui kuhusu toba ya kweli lazima ufanye hivi na hivi. Tunapowadanganya watu wengi sana kuhusu maombezi. Tunapowadanganya watu wengi waende kumtafuta Mungu, watoe michango, wajenge makanisa, wafanye nini na nini na nini. Lakini hii issue ya kujenga makanisa na nini ilianza wapi? Umeona? Kwa sababu ukifuatilia vizuri mafundisho ya Yesu hakuwa anazungumzia kanisa kama jengo. Yeye alikuwa anazungumza kanisa kama watu sisi. Kwa hiyo the first responsibility ya kama watu wanasema wanamfuata Yesu wa Mungu ni kujenga watu, sio kujenga makanisa. Jengo ni kuemphasize kwenye growth ya watu kiroho ndani wenyewe, sio kujenga kimwili. Lakini sisi tuko busy sana, tunafanya nini? Tunajenga makanisa, majengo, matofali. Tunang'ang'aniza watu waje makanisani, tunawalazimisha waje makanisani, lakini hatuendi tukaongea nao kuhusu kweli ukuaji wao wa kiroho. Sasa mimi ndio huyu nasema kuna wengine wanafanya kwa kutokujua, lakini kuna wengine ni makusudi ili waweze kuwafanya watu wawe tegemezi kwao. Wewe unakuaje unasema mfuasi wa Yesu Kristo mpaka kesho unaombewa na mchungaji? Mpaka ikijaa una shida unaombewa na mchungaji. Si kitu gani niombe kila siku niombe. Lakini hawa wanafundisha nini hawa wanaoita Wakristo? Si umenielewa? So the issue is Yesu alisemaje? Yesu alisema hivi, nimekuja kwa ajili ya wanyonge na maskini. Lakini pia akasemaje? Ufalme wa Mungu umefanyaje? Uko ndani yako. Hata hichi kitu mimi naona ndio shida sana kwenye sehemu nyingi za wafuasi wa Yesu au wanaojiita Wakristo, kwamba hawa understand kwamba au tunashindwa kuelewa kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Kwa kama uko ndani yetu, manake Mungu yuko na sisi muda wowote kokote. Mungu hayuko kwa mchungaji wako. Mungu hayupo kwa askofu wako. Mungu hayupo kwa shemasi wako. Mungu yuko na wewe muda wote. Lakini tumetengeneza hii imani kwamba unapoenda kanisani ndio mahali patakatifu. Si umeelewa? Unapoenda huku ni mahali patakatifu. Of course Biblia tunaisoma vibaya sana. Tunashindwa kuelewa issue ya presence ya Mungu. Si umeelewa? Sababu Mungu anasema mwili wako, sisi ni mwili wa Kristo. Maana sehemu ya kwanza takatifu inatakiwa iwe wapi? Sisi, ndani yetu. Sisi wenyewe, mwili sisi wenyewe. Kwa hiyo tuna prioritize kama vile tulivyo duniani. Tuna prioritize vitu, tumeelewa, baada ya actual ile ukiroho wenyewe, the spirituality ambayo ndio sisi wenyewe. Kwa hiyo sasa shida inakuja kwamba watu wengi wanashukua mategemezi, wanatapeliwa, wanaibiwa. Lakini kumbe Biblia inasema kabisa Mungu, ufalme wa Mungu uko ndani yako. Which means wewe unaweza kuomba mwenyewe toba na ukapata. Wewe mwenyewe unaweza ukajiombea na ukapona. As long as unaamini. Wewe mwenyewe uhitaji mchungaji, uhitaji askofu, uhitaji nani? Wewe mwenyewe unaweza kuomba toba na Mungu akakusikia. Na mfano huu uko kwenye Biblia sehemu nyingi sana. Kila sehemu Yesu alipoenda, wale watu wote walikuwa na shida, walikuwa wanaongea naye direct contact. Katika stories zote za Yesu ukiangalia, sio aloshika nguo ponyaji. Alokuja akasema nisaidie, niombee sio mtoto wangu sio nini. Hata yule mmoja wale wa sijui
majangili tutawaita kwa sasa hivi, waliokuwa msalabani na Yesu, aliongea direct na yeye. Umeona? Kwa hiyo maana yake inatuonyesha nini? Sisi tangu Yesu tunatakiwa tuwe na direct contact na Yesu. Yesu hana mtu wakati, Mungu hana mtu wakati. Si umeelewa? Mungu ana mtu wakati. Hana mtu wakati. Anaye. Hana. Si Yesu alisema yeye ndio njia. Umeona? Sasa wewe ni moja Utatu Mtakatifu, wewe ni mtu mmoja. Trinity ni wale wale. Hakuna mtu wakati. Nikisema mtu na maana binadamu. Binadamu. Si umeelewa? Hakuna binadamu sababu Mungu sio mtu. Umeona? Hakuna mtu wakati. Sasa sisi tunachokifanya tunatapeliwa na hizo organization. Haya makanisa yote mengi makubwa tunayojua sisi, yote yalitengenezwa kimfumo kwa control binadamu, kwa control kwa kutumia imani. Kwa sababu mimi nikikuaminisha kitu lazima nimekukamata. Kwa hiyo watu wasiende kanisa. Kwanza inategemea unaenda kanisa gani. Hilo ni movie hapa. Waende wasiende. Waende wasiende. Nimeongea kitu cha muhimu kwanza, nimesema kwanza inategemea ni kanisa gani. Kwa sababu kila kanisa unasema hizo ni organization. Yes, ni organization nyingi, ni organization zaidi ya 90%. Ni organization za kuwa control watu. Ni organization za kuwafanya watu wawe submissive, yani wawe wanasikiliza mamlaka yao, wafanye wanachokitaka wao kwa kutumia imani. Na hakuna kitu kubwa kama kumwaminisha mtu kuamini kitu. Maanake hata awe na akili vipi, umeona, hataweza kufanya kitu chochote. Tunaona hicho kitu sasa hivi. Kuna watu wengi sana huku mtaani, labda ni matajiri, wana pesa, wanashindwa kusaidia familia zao, wanashindwa kusaidia ndugu zao, lakini wakienda makanisani wanatoa michango milioni 100, 200, 300. Ndugu zao wanakufa maskini, lakini wao wakienda makanisani kwa sababu wanaamini wanamtolea nani? Mungu. But sio kweli. Umeona, sio kweli. Wanazitolea hizo organization. Umeona, ndio maana inabidi pia ujue hela yako unaitoa unaipeleka kwa nani. Nani kakudanganya unafanya kazi ya Mungu? Nani kakudanganya unafanya kazi ya Mungu? Sasa sio zote. Ndio nakwambia nani kakudanganya unafanya kazi ya Mungu. Wengine wanakula bata zao. Ila nyingine zinatengeneza, zinaanzisha hospitali, zinaanzisha shule, zile ni huduma za kijamii. Sasa mimi naweza nikawa huku naiba huku bado nafanya kazi. Hiyo nayo ni shilingi. Naweza nikawa naua huku bado naponya. Sijui umenielewa? Kwa hii topic umeileta kwa sijaelewa. Unaelewa, unacheka kwanza, unaelewa kwa sababu gani? Nimeleta hii topic kwa sababu Watanzania wengi wanateseka makanisani, wanateseka kwenye imani. Kila siku niombee baba, sema neno baba, niombee baba. Wanahangaika makanisani. Yaani hiyo ni gereza lao, watumwa, wamekuwa watumwa wa makanisa. Lakini kama kule wanaenda kusaidika, lakini Mungu anasema niko ndani yako. Walisia huko hivyo, wewe utakiwa mtegemee binadamu. Mungu anaweza kukusikiliza wewe, hahitaji kumsikiliza askofu wako wala mchungaji wako. Na kinachonikera zaidi na hao wachungaji maaskofu, eti anasimama mbele anasema nakubariki. Si umeelewa? Unambariki nani? Hakuna binadamu anaweza kumbariki binadamu mwenzake. Anayeweza kubariki ni Mungu peke yake. Sio njoo nimekusamehe, umsamehe kama nani? Anaweza kusamehe ni Mungu peke yake na Yesu. Hamna binadamu mwenye mamlaka hiyo hapa duniani. Sasa wao wameshaamishwa tena mpaka wanawaita watu mababa. Sio, umeelewa? Wanawaita baba. You know? Kwa hiyo wamejivika vyeo vya Mungu. Wamejivika vyeo vya Mungu duniani, hawana hivyo vyeo. Kwa matokeo yake wanatapeli sana. Wengi wanaotapeliwa huku ni wanawake. Lakini hawa wanawake wengi waliokuwa huko na watoto na baadhi ya vijana hawafahamu kama Mungu anawaangalia, anasema, jamani, mimi niko ndani yako. Kwanza unaangamia kwa kukosa maarifa, lakini mimi mwenyewe nilisema niko ndani yako, which means wewe unaweza kuongea na mimi, na mwenyewe anasemaje, ukinitafuta mimi utafanya nini? Utaniona. Haisemi ukienda makanisani, haisemi ukiongea na askofu wako, haisemi ukiongea na mchungaji wako. Sio, umeelewa? Imeandika ukinitafuta utafanya nini? Kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote. Sio, umeelewa? Which means wewe unatakiwa ujitoe wewe mwenyewe binafsi kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote. Na kumtafuta Mungu, hapana, Mungu yuko makanisani. Hapana. Biblia inasema hata ile mstari unaopenda kutumia kusanyikapo wawili watatu, haijasema kusanyikapo kanisani kwenye jengo. It's anywhere, whoever it is. Lakini cha msingi Yesu alisema ufalme wa Mungu huu ndani yako. Na ukiwa ndani yako ndo hapo mambo yako yanatokea ndani kuja nje. Exactly. Matendo yako unayofanya, actions zako, maisha yako kwa ujumla yanaakisi, yana present mambo ya lifestyle ya kindo. Kwa hiyo manake alichokuwa nakisema, wewe ukishaamua kumtafuta Mungu ata-activate ule Mungu wake kutoka kwako ndani, kuproject nje. Manake atabadilisha. Sisi tunachokifanya hatu connect
na Mungu alikuwa ndani yetu. Kwa hiyo makanisani tunakuwa tumevaa majoho, yani utakatifu wa nje ni umwili, tumevaa majoho mengi, misalaba hiyo, tumeweka vitu chungu mzima, makombeo sio. Tukishavua yale yote hayana maana yoyote. Hizi ni desturi za binadamu. Huyo mtu ukiambiwa mambo anayoyafanya hutaamini. Kama ndio huyu akifika kwenye haya majengo anaweka mikono hivi ndio wanaamini kwenye sehemu wakati, yani Mungu anakuzungumzia wewe ndio kanisa. Sisi tuko bize kujenga majengo, lakini Mungu anazungumza na wewe na kuvaa majoho. Umeona, kuvaa majoho, kumbe anataka ukivaa wewe ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Umeona, wewe ndio unatakiwa umvae wewe, sio majoho, sio misalaba unabeba. Msalaba ni wokovu. Wokovu uko ndani, hauko nje kwenye misalaba mnaobeba. Shetani hashtushwi na misalaba mnayobeba hata siku moja. Anashtushwa na Roho Mtakatifu na utakatifu wako na Mungu ndio unamshtua. Ndio maana kama kweli wewe ukiwa mtu wa Mungu, wala uhitaji kusema Yesu, wala uhitaji kusema lolote. Utakapofika tu pale katika tukio, yani wale lazima kwanza waanguke chini, wasogee pembeni, kwa sababu anajua mtakatifu amefanya nini. Mtakatifu ameingia. Uhitaji kuvaa joho, uhitaji kuchukua maji, uhitaji kuchukua mchanga, uhitaji kuchukua keki yoyote. Unapofika pale, kama wewe ni mtakatifu na Roho Mtakatifu ni mtu wa Mungu, hauhitaji kufanya kitu chochote. Kwa hiyo what's the point? The point ni kwamba inabidi watu wafahamu, wawe huru, kwa sababu wawe huru. Hawako huru. Watanzania wengi niseme hata wa Afrika general tumeshikwa makanisani, tunatapeliwa makanisani, hatuko huru. Na hatuko huru kwa sababu tunakosa maarifa. Mungu yuko ndani yako, hayuko kanisani kwako. Mungu yuko ndani yako, hayuko kwa mchungaji wako. Ukitaka uponyaji unaweza ukajiombea kwa kuongea straight na Yesu. Ukitaka wokovu unaweza kuongea na Mungu mwenyewe kwa kumtafuta yeye peke yake, kwa sababu ufalme wa Mungu uko ndani yako. Sisi tumebaki kuwa omba, niombe. Nani akuombee? Mungu anataka kusikilize wewe mwenyewe. Unasemaje? Unataka nini? Yaani sisi tunapenda kutumia mawakala. Nafikiri umeongelea kiroho, lakini hiyo iko yani iko kwenye naenda kwenye vitu vingi. Kuombewa, omba sio tu maombi ya kiroho. Yani hata culture yetu tunapenda kufanyiwa, kusaidiwa. Kila kitu tunapenda kufanyiwa. Yani ni uvivu, ni uzembe. Kwa hiyo uvivu wa kiroho upo, yani unaoanzia kwenye uvivu wa kawaida. Unaenda kwenye uvivu wa kiroho. Hawataki kusoma, hawataki kumtafuta Mungu, hawataki kufunga, wanakula. Umeona? Simuona? Si unanielewa? Huyo Yesu mwenyewe tunamfuata afunga siku 40. Utawaumiza wao kufunga hawataki. Nitakufa, niliona ulimwambia chakula akasema chakula si. Lakini hawajui kumbe kufunga kuna activate wewe control ya mwili. Kwenye kiroho kuna kitu kikubwa kinachotokea unapofunga. Kwenye kiroho unapofunga maana yake unauonyesha mwili kwamba my spirit iko in control. Kwamba mimi siendeshwi na mwili. Na mwili. Umeelewa? That's the big message ya kufunga. Na pia unakufunga sio tu spiritual. Kimwili kufunga pia kuna kuponya wewe. Unaponya magonjwa mengi, makansa. Umeona? Kwa hiyo kufunga yani ni ina siri kubwa sana. Mwili wako. Mwili, roho na nafsi. Hata focus yako inakuja. Kijana kuanzia kiakili, kimwili. Umeona? Lakini ndio wanasema nikifunga sitakufa. Sasa kumbe hawajui wanakufa anyway. Ndio wanajiharakisha. Wanajiharakisha. Unavyoshindwa kufunga ili utengeneze mwili wako na roho yako pia iwe in control. Kumbe ndio unajimaliza. Kwa hiyo message kubwa ya leo labda ambayo nilikuwa naileta ni kwamba msifungwe na makanisa, msifungwe na wachungaji, msifungwe na ibada. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Na unaweza kuactivate muda wote kwa wewe mwenyewe kumtafuta Mungu. Unamtafutaje? Kila siku ongea na Mungu, mwambie Mungu nakuhitaji na kutaka katika maisha yangu, nakuhitaji, nataka nikuone. Kila siku. Unapoamka, mchana, usiku unamtaka. Na nikisema akisema msiki maana yake maana kwa nguvu zako zote, kwa nafsi yako yote. Unapoomba, unapomeditate, wewe ongea na Mungu. Utaona hauhitaji mtu kukuombea. Wewe mwenyewe kwenye maisha yako Mungu atakuja. Na lakini na Mungu anaongea na sisi kupitia neno lake. Kujua Mungu anachosema na wewe, angalia neno. Kuna hiyo kwenye neno. Mungu anaongea na wewe kila dakika, kila saa, kwa sababu unaposoma neno ndio ana reveal
vision na maono na kila kitu ambacho anataka ufanye. Yeah. Ndio hiyo ufalme ambao uko ndani yako. Unapoongea na Mungu kupitia neno lake, yani kuna namna una activate, anakufungulia revelation. Kwa hata Biblia ulikuwa unaisoma ovyo ovyo, sasa hivi unashangaa maandishi yanaanza ku make sense. Umeona, lakini unavyolala, unapokia siku anaanza kuongea nawe kupitia vitu tofauti, kupitia watu tofauti. Cha msingi nataka kusema funguliwa. Usikubali hata siku moja ukafikiri kuombewa lazima mchungaji akuombee. Sijui shemasi nani. Unaweza kujiombea na Mungu yuko tayari kukusikiliza wewe kuliko mchungaji wako. Yuko tayari kusikiliza wewe kuliko shemasi wako, kuliko mtu yote duniani. Kwa nini? Kwa sababu anakutaka wewe. Mahusiano ya Mungu na sisi ni binafsi. Ndio maana Yesu alikuwa anaomba wapi? Juu asubuhi mapema peke yake. Alipofunga alikuwa peke yake. Mchana alipokuwa anaenda anafanya huduma alikuwa na watu, anasaidia watu, lakini alikuwa afanyi maombi. Alikuwa akiongea na Mungu na anaenda peke yake. Anaenda peke yake. Sasa nyinyi mnataka mwende kwa nyinyi mnataka makanisani kuonyeshana raba kupiga kelele, kuonyeshana watu makelele mengi. Hapana. Mungu, mahusiano ya Mungu ni asiri, ni binafsi. Ila sasa mahusiano ya Mungu ni asiri. Ila unapotoka kwenye public, nuru ufalme wake unaonekana. Sijui umeelewa tofauti yake. Yesu alikuwa anaomba mwenyewe asubuhi, aombi na watu. Usiku kufunga yuko mwenyewe. Lakini alikuwa akitokea tu, akinyosha tu kidole, vitu vinaanguka kule. Akiinua tu mkono, vitu vinaanguka kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu yale maombi yake, mahusiano yake na Mungu yalikuwa ndio yanatambaa, yanamlinda muda wote katika shughuli zake. Umeona? Sasa sisi mpaka mapepo yaje ndio unajifanya unaomba. Hujaomba kama mwezi mzima. Mapepo yakitokea ndio unajifanya unaomba. Haufungi. Mpaka ikitokea shida ndio unataka kufunga. Alafu baada hapo, baba tuombee, tusaidie baba. Maombi ya baba. Baba yupi, my friend? Si umeelewa? Kwa hiyo message kubwa ya leo, ufalme wa Mungu uko ndani yako, activate. Umhitaji mchungaji yote, unahitaji kanisa yote. Haya makanisa mengi ni organizations za kibinadamu, ni taratibu za kibinadamu za kumtafuta Mungu, ni desturi. Lakini nyingi zimepotea kutoka kwenye ile njia ya Yesu ya kuhudumia watu kiroho, sio kimwili, kiroho. Sio kimwili. Sasa hivi ni wote ni wafanyabiashara. Mnapuliziana mafuta huko, mnamwagiana maji sio ya bondeni. Mnaanza kutiana masindano yasiyoeleweka. Kisa nini? Uponyaji gani? Umeona? Mnatiana mavitu ovyo siku hizi huko mama makanisani. Kisa nini? Kuelewa. Nimaliza. Shalom. Wewe balozi wa Kristo. Wewe ndio balozi wa ufalme wa Mungu.